dini mbalimbali, upendo, haki na amani. Dini mbalimbali. Asante sana. Naomba nitoe shukrani za dhati. Sisi kama kanisa Katoliki, maaskofu wameniruhusu nije hapa kama katibu wao mkuu kuwa mtazamaji mwenye mchango kwa ajili ya kuchukua mazuri yote niwapelekee wao kwa kuwaongoza kondoo wao huko kwenye jamii. Naomba nianze kwa kuwashukuru TCD kwa kuwa na chombo ambacho kinaleta pamoja vyama vyetu vya siasa. Ni vyama vyetu kwa sababu kwa mujibu wa katiba yetu ibara ya 3, Tanzania ni nchi ya vyama vingi. Vyama vingi, nchi moja. Hilo ndio tulilodhamiria. Lakini nirejee mwaka 2018 niliomba hela kwa ajili ya kuendesha mkutano mkubwa wa tawala wa sheria Tanzania. Nilimwomba Lulu Mwanakilala kwa yeye, lakini shirika lake nikanyimwa. Kwa sababu nikaambiwa hoja yangu sio ladha ya walioko ofisini. Basi nikaridhika, nikakaa kimya. Kwa sababu nilikuwa nachukizwa na kitu kimoja. Anasimama mkuu wa wilaya, anamzalilisha mkuu wa shule, mkuu wa dispensary, daktari. Na mwingine anafukuzwa kazi pale pale na kadhalika. Lakini nikapata bahati ya kualikwa na chuo kikuu cha Dar es Salaam REDOT wakati wa kutathmini utendaji mzuri wa Mheshimiwa Rais Mungu amrehemu Magufuli kwa miaka 3 ya utendaji. Ilifanyika pale mwezi wa Novemba chuo kikuu cha Dar es Salaam. Nikanyosha mkono kwa sababu ananijua huwa nina sentensi kalikali. Wakajitahidi sana kukataa. Sasa kulikuwa na mama moja kumbe halijui. Sema jamani, yule mbona ananyosha mumpi? Sasa wakashindwa, wakaniruhusu. Na waliponiruhusu, Mheshimiwa Magufuli mwenyewe alikuwa pale. Nikamwambia mheshimiwa, hivi hao viongozi mnaoweka, mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, sikumwambia na wewe, lakini nikasema kwa nini wale wanaetumbua wewe mmoja? Sasa kila mtu anatumbua tu. Na kutumbua kwa sisi tuliosoma sheria kidogo, lazima kuwe na utaratibu wa kisheria. Mtu amekosea, utaratibu ufuatwe. Wengine wameonewa, natumbuliwa. Basi Mheshimiwa Rais alisema, nakuelewa father, najua wengine bado vijana, basi ndio tunawalea. Lakini nilichoshukuru baada ya pale, makamu wa rais wakati ule na waziri mkuu wakalikomesha hilo na kutumbua, kila mtu kutumbua, kabaki anayetumbua walau ni mmoja. Walau. Kwa hivi tunapenda kushukuru kwa kweli viongozi wa dini tunapokerwa na kitu tukisema inafanywa kazi. Na nina imani nitakayosema leo mtayafanyia kazi. Nitasema mambo mawili matatu. Najua limoja halitawapendeza, ila mawili yatakuwa ni ya kawaida. Kwanza, hili ni zuri. Nchi yetu ni nchi nzuri sana. Tunamshukuru Mungu. Tupige makofi kwa kuwa na Tanzania. Ni taifa imara lenye heshima pia napenda, lenye umoja na wingi ya ile tunaita diversity. Kama naona nataka tutaenda wote. Lina diversity kubwa ambapo tunajali sana historia yetu. Nilipokuwa naangalia tangu jana wazee wakiongea, akiongea mzee Mtiku tu hajaongea, akiongea mzee Warioba, wakiongea kina mzee Lipumba hapa, wazee nani, unaona watu wote tunakaa kimya sababu tunajua wanatunu za taifa letu, na haya ndio tunataka yaendelee. Sasa taifa letu ni taifa zuri, tuendelee kulijivunia, lakini halitaendelea kuwa taifa zuri
kama hatutakuwa makini kuyaheshimu kwa dhamiri ya dhati kama taifa huru. Taifa letu ni taifa lenye makabila mengi zaidi ya 120, lenye dini nyingi zinazopendana, na sasa hivi lenye vyama vingi kwa miaka mingi, lakini 30 walau tunasema rasmi sasa 30. Sasa hii tunu ya vyama vingi ambayo tumeikubali mwaka 92 kwa sababu ya kujali mambo ya wingi, ile diversity, pluralism, tumejali tuione kwamba ni baraka na ni utajiri wa nchi yetu. Na hivi ili zidi kuwa baraka na tunu, tusizani wingi wetu kwamba kama tusivyo thubutu kufanya. Tanzania hatujawahi kuthubutu kusema kwamba kabila fulani ni la maana kuliko kabila lingine, hatujawahi. Lakini nakuja kwenye la pili, kunyanyasana kivyama kulitusikitisha sana kwa miaka 6 iliyopita, na hili lilikuwa ni jambo baya ambalo kwa kweli TCD mnapaswa kuonea aibu, kwa sababu nyinyi ndio wanachama wenyewe wakubwa, si mko 4 si 5. Mmoja wenu alionekana wa maana kuliko vyama 19. Hiki kitu sio kizuri, hiki kitu kibaya, kinatusikitisha. Sisi dini zote tuko sawa, makabila yote tuko sawa. Yaani Mtanzania anaweza katoka Pemba anaenda kununua ardhi Katavi na kujenga, haulizwi. Unatoka Katavi unaenda Pemba, unatoka wapi unaenda wapi, unajisikia nyumbani. Sababu tulishakubali sisi ni makabila mengi. Unachaguliwa balozi wa nyumba 10 popote pale, hakuna shida. Sasa inapokuja kulinda tunu za nchi hii tunayoipenda wote, unasema wengine hawafai. Na ukionekana rafiki wazito unaanza kufuatiliwa kama si viongozi wa dini. Mimi nilishakuwa labeled kwenye chama fulani, na mmoja kaniambia tunajua na namba yako. Sawa, unaijua. Tunasema uongo. Kwa hilo ni jambo baya ambalo tunabidi tulisahihishe. Chama kimoja kujizani ni cha maana kuliko vyote. Nashukuru sana mzee Kinana yuko hapa, ni mzee wa mfano kwa kujivua gamba. Nadhani hili gamba watalivua hili, kwa sababu ameingia huko atasafisha. Kwa sababu ni utamaduni umeingia miaka michache iliyopita. Kitu kibaya sana hiki. Kibaya. Hivi mnafikiri kweli nchi yote itasema ili tuondokane na matatizo ya kisiasa sasa hivi twendeni tukajifunze Tanzania ndani ya miaka hii? Tumepoteza hata heshima yetu. Turejeshe heshima ya Tanzania katika bara la Afrika. Ilikuwa ni taifa linaloongoza kisiasa bara la Afrika. Kina mzee Mkama wako hapa, ndio waliosimamia ukombozi wa kusini mwa Afrika, wakisaidiwa na nchi chache sana. Tena wakati ule hata hela hawana, lakini moyo na uzalendo na maarifa. Na mwaka 94 Nyerere anasema, kama sisi kwa Biblia anasema, sasa Bwana anaweza kumruhusu mtumishi wako aende kwa amani, baada ya kuona Afrika Kusini na yenyewe iko huru. Lakini yote yalitokea Tanzania. Hivi leo kweli mtu atasema ngoja tukajifunze kujenga demokrasia ya vyama vingi Tanzania? Mzee Lukumba, anawezekana sasa hivi? Ni aibu, tunarejesha aibu kwenye taifa letu. Angalia nchi za maana kama Uswisi, kama Ujerumani, katika mambo ya demokrasia bado watu wanaenda kule kujifunza. Sasa turejeshe heshima ya taifa letu kwa kuona vyama vyote ni sawa. Kilichoharibu ni nini? Nasema sasa litakalo waudhi. Wizi wa kura ni dhambi moja mbaya sana, na msipoiacha mtaliharibu hili taifa. Mkiwa mnaingiza watu madarakani kwa kuiba kura, kwa wizi. Mimi wakati wa uchaguzi wa 2020 mzee Chibuda alinisema jana, ameshatoka. Huko, asante sana. Ulisema sisi ni wachumia tumbo. Sawa, mimi na kitambi, lakini sijapata kitambi kwa sababu ya kura. Ukusema mimi, naelewa mzee wangu, nakujua. Asante sana baba, samahani. Mimi mwaka 2020 Novemba nilitoa statement. Muangalie kwenye YouTube statement ya jina langu hapo wakati wa uchaguzi. Niliuliza kwa sisi viongozi wa dini, kwa sababu waliosimamia kura ni Wakristo wetu, ni Waislamu wetu. Niliwauliza, nyinyi mliotumwa kuiba kura, mtu ameenda kupiga kura kwa dhamiri yake baada ya kusikiliza kampeni,
kusikiliza ilani ya chama, akamwekea diwani huyu, mbunge huyu, rais huyu, baadaye wao unazihamisha. Mtu ametumwa na dhamiri, na sisi viongozi wa dini tunalea dhamiri ili wawe na matendo mema. Tendo mojawapo jema ni kupiga kura sahihi kwa maendeleo ya nchi yetu. Wewe unakuja kuihamisha hiyo kura. Niliuliza kwenye hiyo clip yangu, muiangalie. Wizi wa kura ni dhambi au si dhambi? Niliuliza. Nashukuru kuna moja alimrushia askofu wangu mmoja, anambia bwana, angalieni padri wenu anavyotusema. Lakini walau niliuliza. Na sitaikana hiyo sentensi sababu nilisema wizi wa kura ni tukio baya. Sisi tukiwa wadogo tulikuwa naangalia kina Mzee Mkama, kina Ngombale Mwiru, kina Nyerere. Kwa mwanasiasa kama yule walikuwa ni watu wenye tunu, values. Na tulikuwa tunaamini wanachaguliwa kwa uhalali. Kama watu wote wamemwona huyu, sisi tutamfuata huyu. Lakini wizi wa kura unafundisha vizazi hivi vidogo tabia mbaya ya kuua taifa. Watoto, aliongea pale Jenerali Ulimwengu, mlimshambulia sana, lakini alisema ukweli, lugha tu tofauti, kila mtu ana namna yake. Lakini aliongea ukweli wa 100%. Wizi wa kura unaharibu taifa. Tutakosa marafiki wa maana, hatutakuwa tena mwalimu wa Afrika. Tutakuwa na viongozi ambao sio. Wizi wa kura ni kitu kibaya. Na hivi ninaomba sana, mnapoongelea maridhiano kwanza Tanzania, maridhiano nani wamekosana? Mwenyekiti, nani aliyekosana na nani? Na anayepatanisha ni nani? Tunaona sheria hapo. Mwana sheria Lulu, hebu niambie samani mkuu wangu. Ni nani amekosana na nani, alafu mediator ni nani? Sisi hatujakosana, ila tunasema tumevuruga. Yaani sisi sote kwenye uchaguzi wote tumekuwa wachafuzi. Na kwa sababu hiyo wote tukae tujisaishe. Na hivi tukubali kabisa kwamba uiendekeza wizi wa kura, uchakachuaji na nini, kutajenga wizi wa vitu vingi. Umewafundisha watoto kuiba kura wa sekondari form 4, wameiba, alafu nakuja kuwafukuza shule kwa sababu wameiba mtihani. Maana yake nini? Tuliwaambia kuiba ni halali. Na wameshawazoesha wizi wa hiki sawa na wizi wa hiki. Sasa huu wizi wa kura mwache. Na kweli nchi yetu tukiacha wizi wa kura, nchi yetu iko inaenda vizuri. Hebu niambieni, niambie. Mwaka 95 Mzee Mrema aligombea, mlipata wabunge 23 pinzani, si ndio baba? Mwaka 2015 wakawa 112. Mwaka 2020 wabunge 8. Ni maendeleo hayo? Kutoka 23 mpaka 112, alafu kushuka mpaka namba 8. Ndio bunge uliopatikana. Shindi wa kishindi. Kuna mzee wangu akawekwa ndani, kapotezwa, mimi nilikuwa nampenda mzee wangu. Amewekwa ndani akapotea, baadaye akapatikana. Lakini ukimwangalia unaona ameumia. Wizi wa kura, anayekataa wizi wa kura anaumizwa. Msajili, uniangalie vizuri. Kwa hivi wizi wa kura unaleta madhara mabaya. Kwanza unaendekeza tabia ya wizi. Hivi mmewahi kuona wapi watu wanapiga kura 1850? Mtu anapata kura zote kwa 100%. Tabia wizi imeingia kila mahali sasa. Ameshinda kwa 100%, 1850. Tumeona na itaingia kwingine. Sasa haya ndio myakemee. Sasa mambo haya huwa sio mazuri, lakini lazima tuyaseme. Wabunge wa kupita bila upingo. Dunia nzima tumeongoza. 28 wamepita bila. Zamani walikuwepo mmoja wawili. Hata Nyerere, nimesoma kwenye historia, tangu mwaka 62 hajawahi kupata 100% ya kura. 97, 96. Mzee Mkama anasema uongo? Mzee amesema sijasemi uongo. 97, 96, 90 ngapi? Lakini sasa hivi mtu napigiwa kura na watu 230 ngapi, unapita kwa 100%. Jamani, usini uongo huu.
Lakini kwa sababu tumezoea wizi hatuoni tatizo. Lakini chukizo kwa Mungu pia. So tunaumiza dhamiri ya watu wenye nia nzuri. Matokeo yake ni nini? Vijana wamekuwa indifferent na mambo ya uchaguzi. Vijana wako indifferent na uchaguzi. Tumefanya observation kwenye chaguzi ndogo zilizofanyika sasa hivi. Vijana hawataka kushiriki. Ukiwauliza sema tukafanye nini kwa sababu wameshachagua. Au tukipiga haitahesabiwa. Sasa haya mambo si mazuri. Mwisho la tatu, mwenyekiti, sisi tunafurahi kitu kimoja. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan alipopelekewa ripoti ya task force na mwenyekiti alipoleta wakati ule, tulisikiliza speech yake kwa makini na akagundua bado kuna kitu cha kuongeza. Akaonesha kabisa kwamba hali tunayoendekeza kuhusu watu kuwaweka watu madarakani kuongoza nchi sio mtindo mzuri. Lazima turekebishe. Hotuba yake wakati ule na hotuba ya jana inatupa matumaini ya kurekebisha makosa yetu. Na hili kosa tusimnyoshie mtu fulani kidole. Wote tuko wakosefu. Sababu hata mimi nikitaka kuwa mkuu wa wilaya sasa hivi naanza kujikomba. Naanzia kwa Zito na kwa mheshimiwa waziri na wapi, baadaye nakuwa kwa wilaya. Hayo tumeendekeza wote. Kwa hivi tuunge jitihada za rais za kurekebisha mapungufu haya. Na mapungufu mengine yamejengwa na sheria hizo ambazo tulizijadili hapa. Tuyarekebishe yale ili tuwe na uchaguzi huru na wa haki na tuheshimu dhamiri za wapiga kura. Viongozi ambao wanapitia kwenye vyama vya siasa waangalie maslahi ya nchi. Tanzania tunataka tuone nchi yetu kila mtu akiwa kwenye mafanikio ya kiuchumi wa kwake. Na tusiuze nchi yetu. Kwa tabia tunayoenda, nchi tutaiuza kwa baadhi ya watu. Au nitakuwa nchi ya kikundi cha watu. Huko tunakoelekea kwa wizi wa kura unaoendelea ni mbaya. Na hivi nyinyi wote mnaona hakuna uchaguzi uliosababisha vifo vingi kwa sababu mbalimbali, lakini katika tukio la uchaguzi kama 2020 vifo vya watu. Mungu ameumba watu waishi maisha yao hapa muda wote. Sisi tunakuwa chanzo cha wao kufa. Sio kitu kizuri. Hakuna uchaguzi. Ni mpo hapa na wanasiasa, niambieni kama si kweli. Kipindi pekee ambako watu wamekufa wengi kuliko uchaguzi wote uliotangulia tangu mwanzo kupiga kura mwaka 62. Mimi nilikuwa sijawahi kuangalia uchaguzi, ila huu nilienda kuangalia kwa sababu nilinyimwa haki ya kwenda kuangalia uchaguzi. Sina mimi nimempiga kura. Nilienda, tena nilienda Kilwa. Na nilienda nimevaa hivi. Najua kabisa Kilwa ni majority Waislamu. Nilienda hivi. Na rafiki yangu pale shehe fulani na padi pale. Tukaangalia watu wanavyofanya, amani tulivu huko, siku ya kupiga kura. Wakati wa kutangaza matokeo, ajenda nyingine. Sasa kama hitimisho, tunawaomba viongozi wa siasa, wa vyama vya siasa, hebu kila chama kisimamie falsafa yake, katiba yake na ilani yake, ili watu wapate unaleta tunu gani kwenye nchi yetu, na wewe tuuzie hizo haja sera zako kuanzia sasa. Kwa maana nyingine, usawa wa vyama tuanze kuishi usawa wa vyama kuanzia sasa. Dini mbalimbali, upendo, haki na amani. Dini mbalimbali. Asanteni sana. Lakini jambo lingine, Mheshimiwa Spika, na hili naomba waheshimiwa wabunge mnisikilize vizuri. Sipendi kugombana na taasisi za dini. Kuna mtu mmoja nilimsikiliza juzi hapa akielezea namna ambavyo amesema CCM katika kipindi kinachofika cha uchaguzi CCM tunaiba kura. Nadhani wote mlilisikia hili. Sasa Mheshimiwa Spika, nasema kwa uchungu mkubwa,
mimi nimeshinda kwa kishindo, sio kwa kuiba kura. Na waheshimiwa wabunge wote hapa wameshinda kwa kishindo, sio kwa kuiba kura. Rais alishinda kwa kishindo, sio kwa kuiba kura. Huyu aliyezungumza maneno haya anataka kutugombanisha na wananchi. Tumeshinda, na ndio maana hata jimbo la Sumbawanga tumeshindwa, ameshinda Chadema. Ikasi ameshinda Chadema. Kwa hiyo kuelezea jamii kwamba CCM wanaiba kura si kweli. Tunashinda kwa kishindo. Watu wanakubali kwa sababu ya haya yanayotekelezwa. Kama hivi kwenye maeneo yetu, rais amepeleka miradi mingi, amepeleka fedha nyingi za maendeleo. Watu wanakubali kwa kazi zinazofanyika, ndio maana wanatupa kura nyingi. Na ndio maana juzi wakati nachangia, Mheshimiwa Spika, nikasema rais akakope tena fedha ili zifanye kazi za kujenga nyumba za walimu, za watumishi, zijenge vyoo na kadhalika na nini. Nimeona lilisema hili kwa hisia kali, na kwa sababu watu wanataka kupotosha watu. Kuhusu taratibu. Taarifa. Mheshimiwa Sanga, naomba ukae kidogo. Mheshimiwa Halima, kanuni. Mheshimiwa Spika, naomba taratibu kwa kanuni ya 71 B ambayo anasema bila kuathiri masharti ya ibara ya 100 ya katiba yanayolinda na kuhifadhi 71 B bila kuathiri masharti ya ibara ya 100 ya katiba yanayolinda na kuhifadhi uhuru wa mawazo na majadiliano katika bunge, mbunge hatazungumza jambo ambalo aliko kwenye mjadala. Mheshimiwa Spika, tunajadili wizara ya TAMISEMI. Sasa naona anaanza kuzungumza mwenendo wa rais, anaanza kuzungumza masuala ya uchaguzi. Sasa tukianza kufungua haya maneno ya uchaguzi na mwenendo wa rais, nadhani tunaweza tukajikuta tunajitoa kwenye mjadala. Sababu whether alishinda yeye ama kushinda yeye, anajua yeye na jimbo lake. Kila mbunge ana historia yake, na tume ya uchaguzi ina majibu yake ya ukweli ama sio ya kweli. Hali kadhalika whether Kikwete anamsaidia rais ama la, hiyo sio ajenda hapa. Kwa mimi nilikuwa nashauri mheshimiwa, ni busara tukajikita kwenye mjadala wa TAMISEMI, azungumzie maeneo yake na maeneo mapana yote yanayohusiana nayo. Nisema hilo ili kutoka nje kidogo ya mjadala na kulielekeza bunge lako liende kwenye mstari. Waheshimiwa wabunge, amesimama Mheshimiwa Halima Mdee kuhusu mchango aliokuwa akiutoa Mheshimiwa Deo Kasenyenda Sanga. Ametupeleka kwenye kanuni ya 71 inayozungumzia mambo yasiyoruhusiwa bungeni, na yeye ameenda kwenye 71(1)B inayozungumzia kwamba mbunge hatazungumzia jambo ambalo haliko kwenye mjadala. Waheshimiwa wabunge, wakati Mheshimiwa Deo Sanga akichangia, alianza kwa kuzungumza kazi nzuri ambayo imefanywa na TAMISEMI. Na katika kuelezea kazi hiyo nzuri, akaunganisha hoja yake ya kuashiria kwamba uchaguzi unapofanyika watu wanakuwa wameziona kazi nzuri zinazofanyika katika maeneo yao. Kwa muktadha huo, kwa sababu limezungumzwa hapa jambo linalohusu mambo yasiyoruhusiwa bungeni, mchango wa Mheshimiwa Deo Sanga kwa namna yeye alivyoipanga hoja yake,
ameihusisha uchaguzi na yale yanayofanyika. Kwa hivyo mchango wake uko sawa sawa. Mchango wake uko sawa sawa kwa maana ya hoja yake namna alivyoiweka. Sasa pengine kwa sababu nimesha simama hapa, ameeleza kuhusu pengine ni kiongozi ama ni viongozi, mimi sifahamu, wa dini, kwamba wamesema kura CCM inashinda kwa kuiba kura, kitu kama hicho. Na sasa kwa sababu mimi sijaona na wala sijasoma pahala popote, kwa hivyo sijui kama walizungumza hayo wakiwa sehemu ya kuhubiri, kwa maana kanisani ama sijui ni wapi, ama ni kwenye mkutano wa hadhara ama sehemu nyingine. Hayo sasa ni waheshimiwa wabunge, sisi tunatakiwa kuyapima, kwa sababu pamoja na kwamba wamezungumza jambo ambalo ni la kisiasa, na wakizungumza jambo la kisiasa lazima wajibiwe kisiasa, lakini wakizungumza jambo la kidini kidogo unakuwa unagusa zile hisia za imani. Kwa hiyo hilo nalo nimeona nilifafanue ili isije ikaonekana kwamba sasa bunge linaanza kujadili mahubiri ya viongozi wa dini pahala. Viongozi wa dini wakizungumza kuhusu siasa, maana yake watajibiwa kisiasa. Viongozi wa dini wakijikita kwenye mambo yanayohusu imani, basi hayo tutawaachia kwa sababu ni uhuru wao na katiba inawalinda kwa muktadha huo. Nadhani hilo litakuwa limeeleweka baada ya kutoa maelezo haya. Bunge hili hatutafika mahali pa kwanza kujadili mambo ya dini kwa sababu katiba yetu haijatutuma kusema hayo, lakini ikiwa kiongozi wa dini amezungumza mambo yanayohusu siasa, sasa nimesema hapa mwanzoni kabisa kwamba sijui, kwa sababu sijaisikia, kwa sijui alizungumzwa katika muktadha gani. Ndio maana nimeweka huo mwongozo kwamba kiongozi wa dini akizungumza siasa atajibiwa kisiasa. Kiongozi wa dini akizungumza dini aachwe azungumze mambo yake ya dini kwa sababu katiba inamlinda.